Tunatambua kuwa mataifa kwa nyakati tofauti hupitia vipindi vigumu na kwamba vipindi hivi vinahitaji busara, hekima na uongozi wa kimaadili ili kurejesha utulivu na mwelekeo sahihi wa kitaifa. Sisi viongozi wa Kiislamu nchini Tanzania tumekusanyika hapa kutoa tamko hili mahsusi kwa Watanzania wote bila ubaguzi wa imani, kabila, rangi au itikadi yoyote ya kisiasa. Tunatoa tamko hili kwa nia ya kuponya majeraha ya taifa letu, kurejesha amani, kuhimiza maridhiano na kujenga mustakabali bora baada ya machafuko na ghasia zilizojitokeza katika maeneo mbalimbali nchini hivi karibuni. Kunyoosha tena mkono wa maridhiano, wito unaosisitiza umuhimu wa kuacha mgawanyiko, visasi na mivutano isiyo na tija ili kujenga umoja wa kitaifa na kuimarisha mshikamano. Sisi kama viongozi wa dini ya Kiislamu nchini Tanzania na sehemu ya jamii ya Watanzania tunaunga mkono kikamilifu mwelekeo huu mzima wa busara za hali ya juu na kiuongozi uliotolewa na Mheshimiwa Rais. Tunaona hatua hizi kama mwanzo wa safari mpya ya kutibu majeraha ya taifa, kuponya mioyo iliyoumia na kurejesha matumaini ya Watanzania wote bila ubaguzi wa kimadhehebu, kidini, kikanda, kikabila na kichama. Tunatambua na kuthamini nia njema iliyomo katika hotuba hiyo, nia ya kujenga Tanzania yenye umoja, maridhiano, haki, amani na msingi imara ya utawala bora. Kwa msimamo mmoja, tunasimama pamoja na juhudi hizi tukiamini kuwa ni msingi wa kujenga mustakabali ulio thabiti, wenye maridhiano ya kweli na manufaa ya kudumu kwa vizazi vijavyo. Kwa hivyo, tunatoa wito kwa taasisi za dini, vyama vya siasa, vijana, wazee, viongozi wa serikali, asasi za kijamii na kila Mtanzania mwenye kutanguliza maslahi ya taifa kuunga mkono kwa dhati mchakato huu wa kitaifa. Ni kweli, kupitia ushirikiano, hekima, mazungumzo na maridhiano ndiyo tutaweza kujenga Tanzania tuliyoikariri, yenye amani, heshima, maendeleo na uadilifu.